hiyo kwa lugha nyingine, uwe tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Usije ukakubali kumwacha Yesu eti kwa sababu ya mama yako, au kwa sababu ya mchumba wako, au kwa sababu ya ndugu zako, au kwa sababu ya watu wanaokuzunguka. Hapana. Nisikiliza fungu lingine katika Mathayo hiyo sura ya 10 mstari wa 28. 28 anasema hivi. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 28 anasema hivi: msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Kwa hiyo hata kama mtu akaja anasema nataka nikuue, mwache Yesu, mwache. Usikubali, kuwa tayari kufa. Ni wengi sana ambao walikubali mpaka kufa kwa sababu ya kutetea Yesu. Kwa hiyo hawakukubali kumwacha mpaka wakafa. Hivi vipi maisha yako huko nyuma yalikuwaje? Kwa hakika mimi toka nianze kujitambua nilikuwa sijawahi kabisa kukutana na hizi habari. Na japo huwa tunaona watu siku ya Jumamosi huwa wanaenda kanisani kusali, tulikuwa tujui kwamba zaidi wanafanya nini huko, japokuwa tulikuwa tunajua kwamba wanaenda kusali. Japo nilikuwa sijui sana umuhimu wa wanachokifuata huko. Ndiyo, lakini sasa ndipo ambapo nikaja nikakutana na Gaston, akanifundisha habari za Yesu. Na mimi nikavutiwa kuwa na Yesu. Wow. Japo pia kwa mujibu wa familia yetu kwa ujumla, kwa sasa nina mimi na kaka yangu Abeli, yeye anafanya kazi mjini, lakini pamoja na mama yangu ndio tuliosalia katika familia yetu. Na familia yetu kwa ujumla sio ya watu wa Mungu. Ni watu ambao tupo tu tunaishi kawaida, na tunaamini katika ulinzi wa kujilinda binafsi, na ndipo tunapewa dawa, tunachanjwa ili kujiwekea ulinzi. Ndio, kwa hiyo tumeishi hivyo. Kwa hiyo tu ndio historia kwa ufupi ya maisha yetu na familia yetu. Jamani. Lakini nikupe tu hongera. Uchaguzi ulioufanya ni bora, ni nzuri, unapita chaguzi zote ambazo ungezifanya hapo kabla. Na hakika ninakuhakikishia tangu sasa maisha unayoenda kuyaishi kwa kumwamini Yesu, hayo yatakuimarisha na utakuwa na amani katika maisha yako. Lakini nikupongeze sana kwa maamuzi na kwa uchaguzi ambao umeufanya. Ni mzuri mno. Siwepo hata tena yeyote yamkini akaja kukushawishi kwamba umefanya uchaguzi ambao sio mzuri. Usikubaliane naye. Uchaguzi uliofanya ni mzuri kupita chaguzi zote. Kwa hiyo ninakutia moyo. Utaona mabadiliko na maisha mazuri utakayoweza kuyaishi, na yenye amani tofauti na ulivyokuwa unaishi mwanzoni. Wanangu, kateni majani haraka haraka. Ng'ombe kule wana njaa. Alafu pia kuna mbuzi. Inabidi tukate mengi. Jitahidi. Alafu Jovini, pakia vizuri majani hayo. Maana inabidi upakie mengi. Maana ng'ombe na mbuzi wote wanahitaji majani. Haya, mwingine anakuja kukusanya haya huku ambaye nimeshakata huku. Kateni, mnajua ng'ombe akichinjwa, naona kuna wale wanakimbiliaga sana nyama ile ambayo na nani. Kwa hiyo kateni vizuri ili nikichinja ng'ombe pale tunakula vizuri.
kwa wote tunajifunza neno la Mungu. Ndiyo baba mtumishi, ndo mimi ambaye nilikuja kwako jana tukajifunza, ukanifundisha. Lakini mbona leo umekuja umebeba mabegi, tunaona nguo nyingine hata hazijaingia kwenye begi. Mbona umebeba hivi kwa siku ya leo? Mtumishi, nilipofika nyumbani nikamwelezea mama nimefukuzwa, nimeambiwa kwamba nije kwako, niishi kwako. Shikamoo. Marahaba. Mbona japo umekaa hapo peke yako hapa chini na ni kama unatia huruma? Kuna changamoto yoyote? Naona umebeba begi pia. Ndiyo, nina changamoto kubwa. Ndiyo, nilikuwa narudi kazini, nimeweza kaa tunaelekea kidogo nyumbani. Kuna changamoto gani? Nimepotelewa na familia. Familia imenitenga. Lakini si hivyo tu, nimepotelewa na mchumba. Mchumba amenitenga. Lakini si hivyo tu, ndugu wa karibu pia wamenitenga. Na hiyo ndio imesababisha mimi niko hapa. Pole sana. Na nini chanzo kikubwa zaidi ambacho hadi familia imekutenga? Nimekutana na Injili ya Yesu, na mara baada ya kukubali kuamua kuifuata, familia haikuwa tayari na kupokea jambo hilo. Kwa hiyo ndio limepelekea kukataliwa na mchumba na kutengwa na familia, nikafukuzwa nyumbani. Nimekutana na habari za Yesu, basi ndo ikawa chanzo cha mimi kutokuwa na makazi. Hongera sana. Hata mimi ninasali Jumamosi, ni Mwadventista Msabato. Hizi habari ni njema, lakini nataka nikwambie kwamba hakuna hasara kumfuata Yesu. Yaani hata kama umepoteza ndugu, wazazi, mchumba, mali, hakuna hasara kumfuata Yesu. Na katika imani ya kweli ni lazima upitie mapambano. Imani yoyote thabiti ni lazima shetani akupige vita. Ni kawaida kufukuzwa. Na hapo ulikuwa unaelekea wapi? Au ulikuwa umekaa hapa ulifikiria uende wapi? Kwa kweli sina pa kwenda. Kwa hiyo nimechoka tu, nikaona tu nipumzike. Pole sana. Mimi nyumbani kwangu ni karibu tu hapa, nikawa nimekaribia. Tunaweza tukakaribia nyumbani tukaongea zaidi. Karibu sana. Penye dhambi na huzuni, tangaza habari za wokovu. Nyumbani bwana, ndio nyumbani kwangu. Karibu sana, usiogope, nisikie uko nyumbani. Karibu sana. Peleka habari kwa dunia.
Asante sana. Nisikie uko nyumbani. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya mtoto wako rafiki ambaye ametengwa. Tunakushukuru hata mimi kunirudisha kazini. Tunakuomba uwe pamoja nasi mahali hapa tunafanya mazungumzo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Bwana, mimi ni Mwadventista Msabato tangu miaka mingi, na pia ni mzee wa kanisa. Ni mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo ninapokutana na mtu ambaye ametengwa na jamii kwa sababu ya imani, huwa nawiwa kumsaidia. Kwa hiyo usiogope, mimi nimekukaribisha hapa nyumbani, tutakaa pamoja. Pale ambapo utakuwa ukiendelea kufanya taratibu zingine, nitakufanyia hata mpango upate hata kazi. Uwe unafanya, unakuwa na maisha yako mazuri, usirudi nyuma katika imani. Asante baba. Kwa hiyo usiogope. Ni Mungu. Ni Mungu tu amekuleta. Sifa na utukufu zimrudie Mungu wa mbinguni. Asante sana baba. Amen. Karibu ukae. Karibu. Isikie uko nyumbani kabisa. Amen. Asante. Habari kwa dunia, lango la upendo. Habari. Salama. Wewe unasaidia mtu ambao hawajui. Kwa sababu na mimi kuna aliyenisaidia bila kunijua pia. Ni nani huyo? Yesu Kristo. Dada Yaeli, ninashukuru sana kwa sababu tumekutana tena siku ya leo toka tukutana ile siku ambayo Habari. Salama. Wewe unasaidia mtu ambao hawajui. Kwa sababu na mimi kuna aliyenisaidia bila kunijua pia. Kwa hiyo ninashukuru tena kupata nafasi ya kukutana na wewe. Kwa kweli toka siku ile tulipokutana, mimi nilijisikia vizuri sana kukutana na wewe, na ndio maana nilipata shauku ya kuendelea kukutana na wewe tena hata kwa wakati mwingine ili kuzungumza na wewe kwa undani. Asante sana. Lakini Edward, naam dada Yaeli, unaweza kunipa historia yako ya nyuma kidogo? Ndiyo dada Yaeli, ninaweza kukuelezea historia yako ya nyuma. Kwa kweli katika maisha yangu nimepitia misukosuko mikubwa, lakini kwa ufupi nilifukuzwa nyumbani, nikawa sina pa kukaa, na ndipo mzee mmoja alipokutana na mimi alinisaidia nikawa ninaishi kwake. Karibu sana. Si familia watakuwepo humo ndani. Karibu sana. Karibu sana. Karibu ukae. Hapa ndio nyumbani. Asante sana. Nisikie uko nyumbani. Mzee ni wa wapi? Kwa kweli hapo awali mzee huyo sikuwa namfahamu kwamba anatokea wapi hasa,
lakini mara baada ya kunichukua nilikuja kubaini ya kwamba alikuwa ni Msamaria mwema, lakini vile vile ni mtumishi wa Mungu, ni mtu ambaye anampenda Mungu, na nikaendelea kuishi kwake. Na ndio maana hata siku ile tulikutana tu katika mazingira ya nyumbani, ambapo maeneo anapoishi mzee huyo. Na kwa nini ulifukuzwa nyumbani? Ulifanya nini? Ndakumbuka nilifukuzwa nyumbani mara baada ya kuwa nimempokea Yesu. Halo mama. Be mwanangu. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo? Si jambo mama, samahani mama. Bila samahani. Nilikuwa ninafikiria kuhusiana na lile jambo ambalo nilijaribu kukuambia. Mimi naona tu kwa kweli niwe mtu wa Mungu. Uwe mtu wa Mungu? Ndio. Mwanangu Edward, wewe unataka nini? Mimi natamani tu kwa kweli na mimi niwe mtu wa Mungu, niwe na sali, na mimi niwe na muabudu Mungu, ninaenda kanisani kusali kama wengine. Kipi kinacho kufanya mpaka yani utake kuokoka? Kipi mwanangu Edward? Mbona unaletea mambo ya kipumbavu? Mimi nilijua umeshakuwa. Mbona mambo ya kitoto hivyo? Kwa nini? Sasa mimi mama, nimeona kumbe kuna Mungu ambaye anatakiwa aabudiwe, na sisi hata huwa tuende kusali. Mimi natamani na mimi niwe mtoto wa Mungu. Kwa kweli mimi usinilete habari zako za kipumbavu. Sijakubaliana na wewe kabisa. Tena mimi kuhusu hilo swala, yani usinisumbue kabisa. Habari zako hizo za kipumbavu sitaki kuzisikia. Nyumbani kwetu tumelelewa mazingira ya kishirikina. Tumelelewa mazingira yasiyo ya dini. Nilifanikiwa kukutana na injili hii ya Yesu Kristo, na mimi nikawa tayari kuipokea. Lakini mara baada ya kuipokea injili hiyo, nikawa nimetangaza vita kati yangu na familia. Lakini si hivyo tu, mchumba wangu ambaye nilikuwa nimepanga kuingia naye katika maisha ya ndoa, naye baada ya kumshirikisha kwamba nimekwisha kupokea hii nuru ya injili, hakuwa tayari. Rafiki yangu Teddy, tafadhali nimekuita ili tuzungumze jambo moja. Na jambo ambalo nilitaka tuzungumze ni kuhusiana na ahadi yetu ambayo tumekwisha kujiwekea muda mrefu. Tafahamu ya kwamba sasa ni wachumba na tunategemea kuingia kufunga ndoa, tuwe mume na mke, tuoane. Lakini mimi nimekutana na kitu ambacho kwa hakika kinanifanya nikueleze, kwa sababu kwa kuwa tuna mipango mingi ya maisha, ni muhimu pia ukalifahamu hili. Nimekutana na watu wa dini, mafundisho yao nimeyapenda, kwamba kumbe kuna Mungu. Sisi tunaishi tu ndio tunaona watu wendaga makanisani, hatufahamu kwamba wanaenda kuabudu nini, kumbe wanaenda kuabudu Mungu. Tafadhali nilikuwa nakuomba kama ikikupendeza, na sisi tu wa Kristo, tuwe wacha Mungu, tu watoto wa Mungu, tu na sisi tunaenda kanisani. Nikaona nikueleze jambo hili tafadhali, tuwe bila rafiki. Hapana. Kipindi hiki tumekaa, mbona ulikuwa haujui Mungu umesikia? Hiyo nilikuwa simjui, lakini sasa nimekutana nao watu wamenifundisha, wamefundisha Biblia kwamba kuna Mungu ambaye tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tuwe watoto wake. Hapana, Mungu hayupo. Mbona kipindi chote tumekaa tukijua Mungu hayupo? Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu mimi. Kwa sababu kipindi chote mbona mimi najuaga Mungu hayupo, ni kitu ambacho siwezi kukubaliana nacho. Ni kweli, lakini hata mimi awali nilikuwa ninafahamu hayo, lakini sasa tumefunuliwa ukweli huu ya kwamba kumbe kuna Mungu tunatakiwa tuwe tunamwabudu, tuwe watoto wake. Hapana, mbona kipindi chote tunakaa hivyo bila Mungu na maisha yanaenda? Haiwezekani tukamtegemea Mungu sasa hivi. Hapana, tuendelee maisha yetu haya tu kumtegemea Mungu. Mbona Mungu mimi simjui na simtaki? Sasa kwa sababu nimesikia kwamba ukiwa unamwabudu Mungu ukifa unaenda mbinguni, usipomwabudu Mungu unaenda jehanamu, unachoma moto. Kwa hiyo inabidi tumwamini Mungu. Hapana, siwezi kukubaliana na hicho kitu.
Kipindi chote tumekaa wote, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho. Hapana, sitakubali kitu kama hicho. Basi utafanyaje sasa? Mimi kwa kweli nilikuwa nataka niwe Mkristo na mimi niwe mtu wa Mungu. Hapana, siwezi kukubali kitu kama hicho. Kama ndio hivyo basi mimi na wewe tuachane. Miaka yetu tumekaa, leo unakuja kuniambia kitu kama hicho, habari za Mungu. Mimi siwezi nikakubaliana kitu kama hicho. Siwezi nikakubali kabisa. Huyo Mungu mimi simtaki. Lakini Teddy, tumekaa siku zote hizo. Alafu leo tu mimi kutaka kuwa mtu wa Mungu, alafu niache? Hapana, hata mimi sikubali. Sikubali kitu kama hicho. Yaani wewe kama umeamua kumfuata Mungu wako, fuate, lakini mimi hapana, siwezi nikakubaliana na kitu kama hicho. Ina maana miaka yote umenipotezea muda. Umekaa na mimi nikijua kwamba tuko pamoja kama tulivyokuwa tunaishi. Sasa hivi hicho kilichokubadilisha mimi sitaki kabisa. Yaani siwezi kukubaliana na hicho kitu unachosema Mungu. Yaani sikutaki kabisa kwenye maisha yako. Sasa mimi nitafanyaje sasa Teddy, tafadhali? Basi kama umeamua kumfuata wewe Mungu wako umfuate, lakini mimi na wewe basi sitaki. Tafadhali naomba Teddy, tuwe watu wa Mungu tafadhali. Mimi napenda tuwe watu wa Mungu, tuwe kama watu wengine. Hapana, mimi sitaki. Nimeshakwambia sitaki hizo habari za Mungu wako. Nimeshakwambia kama unataka mfuate wewe Mungu wako, lakini mimi sitaki wewe Mungu wako. Kwanza leo mimi na wewe basi tuachane. Basi mwenyewe. Kwa hiyo alinikataa na akaniacha. Kwa hiyo toka hapo nikawa nimekataliwa na pande zote mbili. Familia ilinikataa, mchumba wangu akanikataa, nikawa sina mwelekeo. Nyumbani kwa ujumla nikafukuzwa. Na ndio maana sasa mzee huyo kwa huruma zake akanichukua na nikawa ninaishi kwake. Pole sana. Asante sana. Kweli ni mengi umeyapitia. Lakini kwa sasa unavyoishi na huyo mzee, au wakati anakupokea, alikupokea katika mazingira gani? Lakini pia jinsi unavyoishi naye, je, unajihisi furaha? Lakini pia baada ya kumpokea Yesu, unajihisi furaha au bado una huzuni ndani yako baada ya kumpoteza mchumba wako na wazazi? Kwa kweli nakumbuka mzee alinipokea katika mazingira ambayo nilikuwa nimechoka. Sio kuchoka tu, nilikuwa nimekata tamaa, maana nilikuwa sina pa kwenda kiujumla. Habari. Salama, shikamoo. Baba, mbona hali yako umekaa peke yako hapa chini na ni kama unatia huruma? Kuna changamoto yoyote? Naona umebeba begi pia. Na mara baada ya kukutana na huyo mzee, kwanza tu ule muonekano niliokuwa nao ulikuwa unatia huruma. Nadhani ni moja sababu ya mzee huyu kuhitaji zaidi kuniweka karibu na yeye na hatimaye kufanikiwa kunipatia msaada. Asante sana. Napenda kukuambia ya kwamba mimi mwenyewe ni Msabato, lakini pia nashukuru kwa maamuzi ambayo uliyachukua kumfuata Kristo, ambayo ni njia mojawapo ya uzima. Haukufuata njia mbaya, lakini ulifuata njia ya uzima. Kikubwa ambacho ninapenda kukuambia, wote tuwasafiri wa kwenda mbinguni. Lakini pia kingine ninachopenda kutoa ni shukrani kwa Baba aliyekupokea na kukusaidia. Ninachotoa kwake ni Mungu azidi kumbariki na kumzidishia. Lakini na wewe kutokana na jinsi ulivyojitoa, japokuwa wazazi wamekutenga, mchumba amekutenga, Mungu akulinde, akutangulie, akusaidie katika mafanikio yako. Hicho ndio kitu ambacho napenda sana kukueleza wakati huu. Lakini pia ninachokushauri na ninachokuomba, usiendelee kuwatenga wazazi. Wewe endelea kuwapelekea Injili jinsi Mungu atakavyokuongoza. Lakini pia hata wewe mchumba wako usimtelekeze, kwa sababu yeye amekwisha kukutelekeza. Ukristo haupo hivyo. Endelea kupeleka Injili jinsi ambavyo Mungu atakuongoza na Mungu atakusaidia. Naamini tu ipo siku atakuja kujua kabisa njia uliyoifuata sio njia mbaya, lakini ni njia nzuri na ni njia ya uzima. Je, unaweza kufumba macho ukaomba? Ndio, naweza kufumba macho. Basi tufumbe macho.
Asante Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye upendo sana. Wakati huu tumeketi mimi pamoja na Edward, kijana ambaye aliamua kukufuata, kijana ambaye ametelekezwa na ndugu, kijana ambaye ametelekezwa na mchumba, Yesu Kristo. Kutokana na njia aliyoifuata, kuanzia sasa ukafungua mibaraka yake. Lakini pia mfalme wa amani, mtangulie, muongoze katika njia zake anazozipitia. Lakini pia Yesu Kristo, endelea kumbariki kwa namna mbalimbali. Upweke alionao kutokana na ya kwamba wazazi wamemtenga, pia na mchumba wake, ikave hiyo nafasi. Yesu Kristo, simama badala yake, mtie nguvu, mtie moyo, muongoze sawa sawa na mapenzi yako. Lakini na yule mzee ambaye aliweza kumsaidia, mfalme wa amani, mbariki, mzidishie, muongoze, na hatimaye wote tukaweze kuruhusu makao ya amani. Wote na wakabidhi mikononi mwako, kijana pamoja na mzee, lakini na wote tunabikabidhi mikononi mwako kwa pamoja nasi. Endelea kutufundisha, endelea kuongoa wengine kupitia kijana huyu, maana nimeomba haya kupitia jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Mungu, kuna watu wanapitia mengi kimya kimya, kama Edward ameacha mengi kwa ajili ya imani yake, lakini ameishia peke yake. Ni vigumu sana, si rahisi kukataliwa na wale uliowapenda, familia, mchumba, halafu bado ushikilie imani. Hiyo ni nguvu ya ajabu. Najiuliza, ana nguvu gani moyoni mwake hadi anasimama? Mimi ningeweza kuvumilia hivyo? Moyo wangu unamwonea huruma, lakini pia namheshimu. Kuna kitu cha pekee ndani yake. Mungu, umtazame, usimwache peke yake. Kama watu wameondoka, uwe karibu naye zaidi. Kuna gharama ya kufuata kweli, na yeye ameanza kuilipa. Si kila mtu anaweza. Sikia ahadi moja ya neno lake, maisha yamesombwa na dhambi, waambie habari yenye nuru.
Kumbe ni ndoto. Lakini kwa nini imekaa halisia hivi? Moyo wangu bado unapiga kwa nguvu, kama vile ilikuwa ni ndoa ya kweli. Mimi kuoa kanisani, inawezekanaje? Maisha niliyotoka sio ya huko kabisa, lakini ile hali niliyoiona ni amani, haikuwa ya kawaida. Yaheri, tumekutana siku chache tu leo na kuota tunafunga ndoa. Kulikuwa na kitu cha tofauti. Hii ni ndoto tu au kuna kitu kinanionyesha njia mpya? Kwa nini mota hivi? Hapana, hii si ndoto ya kawaida. Kuna jambo hapa, nahisi lina maana kubwa.